Ndipo Mungu akasema, fanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, juu ya viumbe wote watakao juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. God the Father, God the Spirit, and God the Son wakasema ya kwamba acheni tuumbe mwanadamu katawala. Sasa kutawala ni nini? Kutawala ni kupewa dominion ama mamlaka. Yesu nataelewa. Ila waombi Bwana Yesu asifiwe. Juu ya kila creeping things, vitu vyote zile ambazo zinatapakaa, zile ambazo zinatembea, wewe unatawala. Mwanadamu Mkristo unatawala. Kwa nini? Kwa sababu umepewa mamlaka. Na Biblia inasema ya kwamba waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Aliwapea mamlaka kufanyika wana wa Mungu. Endelea. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha ya kwamba sisi ni miungu wadogo. Kumbuka wakati Mungu alipokuwa anamtuma Musa, alimwambia ya kwamba ninakutuma kwa Farao kama Mungu. Yesu ataiwe. Amen. Kweli wewe Mungu asiye kuita kalika nini? Kalika nini? Kalaka silaha ndo hivi tu. Baba anamekuita hivi tu mkambesi oya. Kalika nini? Kalaka ndawa ndo wala kera maono mabu makambesi oya linga. Mayataiwe. Sio wakati wa kutumia mafuta ya nguruwe, ni wakati wa kutumia mafuta ya Roho Mtakatifu. Nilikuambia kuna watu wanasukuka wakitafuta anointing iko wapi? Anointing iko wapi? Wakati utakapopokea Roho Mtakatifu, the Holy Spirit is the anointing. Tumwita is no lemon. The inner man. Wakati Roho Mtakatifu wako